Kikweli sisi tumeshajiandaa kupokea mwili wa marehemu Richard Abwao. Maandalizi kimsingi yanaendelea vizuri. Hakuna mpaka sasa sehemu ambayo tumekwama, kila kitu kinaenda sawa sawa. Na hapa ni mazingira nyumbani kwake. Tayari kipo kitabu cha maombolezo na mambo mengine yote yanaendelea vizuri, kama tulivyotoa taarifa kwamba mwili utaagwa kesho katika viwanja vya Field Force hapa Tabora mjini, na maandalizi yote ya kuaga mwili huo tumeshayaweka vizuri. Lakini kulikuwa na vijana wengi, hasa bodaboda, machinga na makundi mbalimbali ambao walikuwa wanataka kujua kwamba watampokelea wapi. Tumeshawaambia tutampokelea pale chuo cha Msoma Utalii, na itakuwa ni majira ya saa 2 usiku hivi. Baada ya hapo mwili utaletwa hapa nyumbani kwake, utalala hapa kabla ya kesho kupelekwa pale viwanjani ambapo itafanyika ni sehemu ya kuaga. Lakini pia kama mkoa pia tumeandaa mabasi. Watu wengi wamejitokeza, wanataka kwenda kushiriki mazishi kule Rorya mkoani Mara. Kwa tumeandaa mabasi 10 ambayo tunaamini hata kama hayatatosheleza basi tutaongeza mengine, lakini 10 tayari tumeshaweka standby kwa yeyote ambaye atakuwa yupo tayari kwenda kuaga, basi tutamruhusu. Kwa maana ya kwenda kuzika tutamruhusu, na ataenda na atarudi bila gharama yoyote. Taratibu kwamba tumeweka watu wanaandikisha watu ambao wanataka kwenda, na kama itazidi basi ikaonekana mabasi 10 yanapungua, basi tutaongeza mabasi mengine. Mara yangu ya mwisho nimeongea naye nikiwa sijui hata kama yuko hospitali. Nimeongea naye akiwa yuko jijini Dar es Salaam, akiwa Muhimbili. Nimeongea, nimepigia simu na hata kuniambia kama alikuwa ni mgonjwa. Kuna jambo niliongea naye na akaweza kunisaidia akiwa bado yupo kitandani. Kwa kama jambo kubwa ambalo mimi naweza kumkumbuka Abwao ni uzalendo ambao alikuwa nao. Imagine mtu ni mgonjwa, yuko hospitali, amelazwa, na mimi nilimpigia simu sijui kama huyo mtu yuko hospitali anaumwa, lakini alipokea simu yangu na akatekeleza kile kitu ambacho nilikuwa nimemwomba aweze kutekeleza kwa hapa Tabora. Kulikuwa na mwananchi wangu mmoja amepata shida kidogo Tabora mjini. Kwa hiyo nilivyomwomba akawasiliana na polisi kwa maana ya OCD kwa pale Tabora, na akafanikisha ile jambo kumsaidia yule mwananchi ambaye alikuwa na hiyo shida akiwa kitandani. Kwa kama jambo kubwa ambalo ninakumbuka kwake ni uzalendo mkubwa aliokuwa nao. Kamanda Abwao ambaye alikuwa RPC wetu katika mkoa wa Tabora alikuwa ni mtu mwenye ushirikiano na watu wote, na ndio maana unaweza kuona ukipita kwenye viunga vya mkoa wa Tabora, lakini specific na wilaya yetu ya Tabora hapa, kila mtu anazungumza kwa namna yake. Kila mtu amepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana. Kwa hivyo kubwa sisi ni kumwombea ili Mwenyezi Mungu aweze kuipumzisha roho yake mahali pema peponi, lakini na sisi tuliobaki ni funzo, tujifunze, kwa sababu hata rais mstaafu marehemu Alhaji Hassan Mwinyi alisema maisha ni hadithi nzuri. Kwa hivyo kila mtu ni namna unavyoandika hadithi yako. Sasa mimi naweza kusema ni fundisho kwetu. Mwenzetu ameandika hadithi yake na tunamshuhudia. Sasa na sisi ni fundisho namna ambavyo tunaendelea kuziandika hadithi zetu